ya wale waliokuwa wakiabudu katika masinagogi. Lakini ndugu yangu mpendwa unayenisikiliza, nataka nikwambie kwa habari ya wokovu, ya kwamba wokovu ni mpango wa Mungu katika kumtafuta mwanadamu, katika kutafuta moyo wa mwanadamu uliopotea. Kwa hiyo neno la Mungu linaendelea kutuambia ya kwamba Yesu wakati ule alipokuwa akipita, alikuwa jamaa mmoja mfupi sana wa kimo, alikuwa anaitwa Zakayo. Huyu Zakayo alikuwa ni mfupi mno wa kimo. Basi akatamani kumwona Yesu, akatamani kuona Yesu huyu yupoje, akatamani kuona Yesu anazungumziwaje, akatamani kuona watu wanasema nini kwa habari ya Yesu. Basi Biblia inatuambia, maandiko yanatuambia kwamba akaenda akapanda juu ya mkuyu ili apate kumwona Yesu. Alipanda, alitafuta mekanismu, alitafuta njia ambayo anaweza kumwona Yesu, alitafuta njia ambayo anaweza kumwona Yesu. Basi alipanda juu ya mkuyu, ndipo Yesu alipotazama akasema ya kwamba hakika leo umenipasa kushinda nyumbani mwako. Yesu anasema ya kwamba yeye hakuja kutafuta vilivyokamilika, bali alikuja kuvitafuta vilivyopotea. Alisema ya kwamba ataacha kondoo 99 na kutafuta mmoja aliyopotea. Ndugu yangu katika Kristo Yesu, injili inapohubiriwa ikiwa na maana ya kwamba ni kutafuta moyo wa mtu uliopotea. Mungu asingependa watu waangamizwe. Mungu asingependa watu waangamizwe. Mungu asingependa watu wafe haraka kiasi hiki au kwa haraka namna hii. Lakini ni wakati ambao Mungu ameona ya kwamba neema yake bado ipo, neema yake bado ipo ndani ya kanisa. Akaona ya kwamba aje mwenyewe kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu, kwa ajili ya kumkomboa na kumweka huru mwanadamu, huyo kiumbe mwanadamu aliyepotea. Mungu akaona ya kwamba si vema akaangamia, si vema akaangamia. Ikumbuke ya kwamba tanuri la moto limewekwa kwa ajili ya shetani na wale malaika walioasi. Naposoma katika kitabu cha Mwanzo na kitabu cha mtumishi wa Mungu Henoko, inaonekana kwa habari ya kwamba wale malaika walipoasi waliachiwa nguvu na mamlaka. Ndipo Mungu akaamua kuweka neema kwa ajili ya kuangalia kama wataondoka, lakini akasema hakuna. Ndipo Mungu akatengeneza ziwa la moto kwa ajili ya kuwaharibu na kuiharibu dunia hii ambayo imefanyika kama makazi ya shetani. Ndipo Mungu anapozungumza kwa habari ya kwamba amekuja kumtafuta aliyepotea. Aliyepotea ni nani? Mtumishi wa Mungu Petro alipoona ya kwamba Yesu anatembea juu ya maji, akamwambia Yesu ya kwamba, je, ninaweza kutembea? Akasema tembea. Biblia inasema ya kwamba alipoona upepo, alipoona wimbi, akaogopa, akatia hofu ndani yake. Alipotia hofu ndani yake akaanza kuzama. Baada ya hapo Petro akashtuka na kumwambia Mungu, Bwana nishike mkono, maana bila wewe siwezi. Ninakuhitaji Mungu, nishike mkono. Nakuhitaji Mungu, niongoze. Ndipo maisha yetu sisi wanadamu yanapotakiwa kuwepo. Tunapozama katika uharibifu, neno la Mungu linasema ya kwamba yeye amekuja kututafuta sisi tuliopotea, kuturudisha tena katika zizi. Amekuja kuwatafuta wale waliopotea, wale waliopoteza neema ya utakatifu. Yesu amekuja kuwatafuta ili kuwaleta tena zizini. Amekuja kuwatafuta ili kuwaleta tena zizini, hatimaye wapate kumsifu Mungu, hatimaye tupate kuabudu pamoja, hatimaye tupate kumwona Mungu, ili Yesu atakapokuja nyakati zile na majira yale ambayo mtumishi wa Mungu katika kitabu cha Ufunuo anazungumza kwa habari ya kwamba siku ile yaja upesi, nayo amesema ya kwamba hima Jehova mtu wa Mungu. Neno linapohubiriwa ndani ya masikio yako, tambua ya kwamba ni nyakati hizi ambazo zimekaribia, ni nyakati ambazo Bwana anakuja kuangalia kanisa lake. Bwana amekuja kulichukua kanisa lake. Bwana amekuja kuchukua uzima wake. Bwana amekuja kuchukua watu wake. Je, ndugu yangu, utakuwepo wakati ule ambao neno la Bwana linaendelea kutuambia kwamba siku ile Bwana amesema ya kwamba haitakuwa siku ya kawaida, maana itakuwa ni siku ya kutisha. Matendo yetu yatawekwa peupe, dhambi zetu zitawekwa peupe, naye Mungu atakuja kulipiza kisasi cha kila gharama zilizotolewa na watumishi wa Mungu katika kutafuta moyo wako, katika kutafuta moyo wako. Nami nataka nikwambie kwa habari ya nguvu ya msamaha. Nataka nikwambie kwa habari ya nguvu ya msamaha. Mungu akasema si vyema hiki kiumbe tulichokiumba sisi wenyewe kimefanana na mfano wetu kukiangamiza pamoja na shetani. Akaamua kumtuma Yesu Kristo ili apate kuja kutuokoa, ili apate kuja kutuweka huru. Amesema ya kwamba tutaijua hiyo kweli, na hiyo kweli itatuweka huru na tutakuwa huru kweli kweli. Ndugu yangu unanifuatilia, mtumishi wa Mungu Zakayo alitamani na alipata neema, akatamani kugusa uso wa Yesu, akatamani kumwona Yesu katika viwango vya kitofauti. Na
anasema ya kwamba